mwanaume. Kuna mwanaume utakutana na yeye. Jioni ya leo kuna mwanaume utakutana na yeye. Na hiyo ndio habari njema ambayo nimekuletea, ya kwamba kuna mwanaume utakutana na yeye. Ya kwamba kuna mwanaume yafaa ukutane na yeye. Kama hujai kutana na huyu mwanaume, jioni ya leo uko na nafasi ya kukutana na huyu mwanaume. Na nimekuambia huyu mwanaume jina lake ni Yesu Kristo. Jina lake ni Yesu Kristo. Jamani, tupigie Yesu Kristo shangwe na vigelegele. Wacha tupigie Yesu Kristo shangwe na vigelegele. Ni mwanaume juu ya wanaume. Ni mwanaume ambaye atakupenda bila kutoa kasoro. Ni mwanaume ambaye atakupenda bila kutoa kasoro. Hata uwe mlevi jinsi gani, hata uwe mtu mbaya jinsi gani, huyu mwanaume atakupenda. Wa Mungu, nataka nikupee nafasi, ukampe nafasi huyu mwanaume, ukampe nafasi huyu mwanaume, ukampe nafasi katika maisha yako. Na utakapompea nafasi, Biblia inasema ya kwamba utakapompea nafasi utazaliwa upya. Utakapompea nafasi utazaliwa kutoka juu. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana 3 ya kwamba yeyote ambaye amezaliwa kutoka juu ni juu ya yote. Mtoto wa Mungu, wakati utazaliwa siku ya leo, wakati utazaliwa mara ya pili, kuanzia siku ya leo nataka utamue ya kwamba utakuwa juu ya yote. Biblia inasema ya kwamba anayezaliwa kutoka juu ni juu ya yote. Unapozaliwa kutoka juu mbinguni unakuwa juu ya madeni. Unapozaliwa kutoka juu mbinguni unakuwa juu ya magonjwa. Unapozaliwa kutoka juu mbinguni unakuwa juu ya maradhi. Nataka kutangazia siku ya leo, unapoenda kumpokea huyu mwanaume, unapoenda kumpea nafasi huyu mbele, utafanywa kuwa juu ya magonjwa yote, juu ya madeni, juu ya maumivu, juu ya kila jambo. Makala za taraba. Nataka umshangilie huyu Yesu. Nataka umshangilie huyu Yesu mahali popote ulipo. Kama unanisikiza, nataka nikutangazie ya kwamba huyu Yesu ako mahali hapa. Na kwa sababu ako mahali hapa, anapisha mlangoni, anapisha kwenye kifua chako.